Salumu Chamunda. Niambie ndugu yangu. Bwana, tunashuhudia Dar es Salaam Africans na timu zingine zikifanya usajili wa vilabu kuboresha mabenchi yao ya ufundi pamoja na kuongeza wachezaji ambao wana viwango vya hali ya juu kabisa kwa ajili ya kuelekea msimu wa 26, 27 na wengine 28, 29 kwa sababu tunashuhudia wachezaji wengine wamepewa mikataba mirefu. Lakini nataka tuzungumzie hili hapa ile. Watani wenu Simba Sports Club tunaona moja kwa moja wameanza kuboresha timu yao na wao wakishusha vyuma. Na ikihusishwa leo wanatambulisha tena mchezaji mwingine badala yule walomtambulisha mchana. Nadhani nimeona mchezaji ambaye Simba wamemtambulisha. Ni mchezaji ambaye amemaliza mkataba Salah Jibushi ya South Africa. Mwalimu anasema anamjua, kaja Msimbazi kuja kufanya kazi. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja, watazamaji wako wa Kilindoni Media, na hii waichukue moja kwa moja kwamba klabu ya Yanga ina uongozi ambao wao wamejiandaa kuhakikisha Yanga inakuwa klabu kubwa. Hawapo pale kwa sababu ya bla bla. Wanakuja kutengeneza timu ambayo inakwenda kwenye ushindani moja kwa moja. Na ndio maana wanakubali kujifunza makosa ambayo wanaona waliyafanya katika usajili ambao tuliofanya mwaka jana. Hatukuchukua wachezaji wabaya. Tulichukua wachezaji ambao tunaona moja kwa moja hawa wanakwenda kutufikisha nchi ya ahadi. Lakini mwisho wa siku mchezo wa mpira unakuwa na mapungufu mengi, unakuwa na makosa mengi. Wale wachezaji ambao tuliwachukua walishindwa kuperform kwenye timu yetu. Mwisho wa siku wachezaji tumetoa kwa timu ambayo wamekwenda kwa mkopo kwenda kupambania namba katika vilabu ambavyo wao wanaviona kwao vinakwenda kuwapa faida. Sisi kama Yanga viongozi wanaleta wachezaji ambao sasa hivi moja kwa moja Engineer Elsi na tajiri wetu Khalid Said Mohamed wameamua kutumia fedha nyingi. Wachezaji ambao tumewachukua watatu ambao wametangazwa kimataifa ni madaraja ambayo kila mtu ambaye akikwambia huyu ametoka wetu fulani anakuwa na kitu ambacho amekifanya. Ukimwangalia mchezaji ambaye ametoka Zambia, mchezaji ambaye ameperform kwenye timu yao, amekuwa MVP, wachezaji wawili ambao wametoka Ufaransa, na wachezaji ambao tunaona moja kwa moja kama Mwenyezi Mungu atawapa afya wanakuja kutupa kitu kwenye klabu yetu. Na moja kwa moja klabu yetu tunajua moja kwa moja msimu wa mwaka jana tulichukua ubingwa, lakini mshindani wetu alikuwa anakuja kwa moto ambao tungalifanya makosa tulikuwa tunakwenda kucheza ubingwa makombe yote. Lakini mwisho wa siku viongozi walisimama, wanachama tukasimama, tukaenda kuhakikisha ubingwa wetu tunautetea na ukabaki kweli. Kwa vile tulichukua ubingwa katika mazingira ambayo tunaona moja kwa moja yalikuwa ni magumu mno, kitu gani tunataka tukifanye? Viongozi wakaamua kukaa chini wakati tunacheza mashindano mechi za mwisho, wakaona lazima tuingie sokoni tukachukua wachezaji ambao wenye quality kubwa. Kuna maneno imeanza kuyasikia, wanaanza kusema, kuna baadhi ya wachambuzi wanasema mchezaji yule alikotoka ligi daraja la pili, lakini hawa watakuja kubadilisha maneno. Shida nyinyi waandishi, klipu zenu amuhifadhi. Mnazihifadhi za sisi ambao mnatufanyia interview. Lakini na imani kama klipu zenu nyinyi mngekuwa mnazihifadhi, inatakiwa kuna siku sio tungekuwa tunaziplay ili tukusizeni wachambuzi mnaongea nini. Lakini kwa sababu nyinyi mmeshika mpini, sisi tuojini sisi. Tukikosea baadaye klipu zetu zinatoka, lakini mkikosea klipu zenu hazitoki. Hakuna mchezaji ambaye acheze Ufaransa hata kama ligi daraja ya 3 akaja Tanzania akaja kuwa mbovu. Huo ni uongo. Moja kwa moja huo ni uongo. Lazima mchezaji ambaye ametoka Ufaransa hata acheze daraja ya 3 la 6, lakini bado Tanzania atakuwa na quality tu na atakuja kutupa kitu. Sasa nyinyi mnaosema wachezaji wale wametoka kwenye madaraja madogo, tusubiri Mwenyezi Mungu atuweke, kwa sababu mwisho wa siku Mwenyezi Mungu yeye ndiye anapanga na kupangua. Tunazungumzia timu ile ukawa kwetu mzuri, lakini Mwenyezi Mungu wewe kujua alipanga nini. Lakini na imani jinsi timu yetu tulivyoiandaa, wanachama tunavyojiandaa na viongozi jinsi walivyojiandaa, tunakwenda kucheza huu msimu bila pressure yoyote. Tunajua mpinzani wetu alijenga nyumba mwanzoni, wanasema usimwogope mwenye kiwanja, usimwogope aliojenga, ogopa mwenye kiwanja. Sisi tunaleta wachezaji ambao tunaona sisi kwetu wanatufaa. Wao waacha wasifie, lakini mafanikio yatakuja Yanga Afrika. Tushazoea sisi haya. Wametoka kwenye viwanja vilivyo bora, lakini huku wanakuja kukutana na uwanja kama wa Dodoma, wanakuja kukutana na uwanja kama CCM Kirumba, wanaenda kukutana kama uwanja kama wa Al Hassan Mwinyi na vinginevyo. Ni wazi kwamba itakuwa ina challenge sana, hatutaona ule ubora wao na quality yao ambayo wametoka nayo huko na iliwasababisha kuletwa kuja kucheza Yanga. Ni wazi kwamba kuna viwanja vya Afrika na Ulaya ni viwanja viwili tofauti. Kwanza ujue kuna kauli moja inasemekana ambayo hizo napenda kuitumia sana vijana ambao sisi tumegulia mazingira tulikotoka. Wanasema kwanza ngariba haogopi mkojo. Ukimwona ngariba anaogopa mkojo, huyu anajifunza.
Ukimwona ngariba anaogopa mkojo, hiyo sio ngariba. Wale ni wachezaji wa mpira, watacheza kutokana na mazingira ambayo tuliokuwa nayo. Hata sisi kwetu hatuna viwanja vibovu hivyo kwa sasa, vinahesabika viwanja ambavyo ukenda vinasumbua. Lakini kwa mfano umeenda Singida anaanza kwa viwanja kibovu, umekwenda labda kwa timu itachagua KMC kuna uwanja wa bovu. Ukicheza uwanja wa Uhuru kuna uwanja mbovu. Ukenda Mwanza, uwanja wa Mwanza sio mbovu. Unaweza kuzungumza labda kidogo Arusha, labda Dodoma ndio uwanja ambao mpira dunda. Lakini mwisho wa siku tuna mashine nyingi. Ukiona huyu uwanja huu hauwezi, weka depu aluke nao. Na ndio maana depu akaambiwa baki, sababu tunakuongezea mtu huyu. Ndio maana kama viwanja vibovu hawezi, atakuja kufanya shughuli kwenye uwanja wa Uhuru. Kikubwa Yanga ipate matokeo na iende kuwa bingwa kwa mara ya 6 mfululizo. Na kwa aina ya ligi ya Tanzania inawezekana, kwa sababu mpinzani wetu njia ambazo anapenda kuzitumia sisi kama Yanga Afrika tunazijua. Tukaenda kwenye pitch tuna timu bora, tukaenda kwenye uongozi tuna uongozi bora. Kilichobaki nini? Si wanachama kusupport timu yetu ili iwe bingwa kwa mara ya 6 mfululizo. Inawezekana, hakuna kisichowezekana. Leo sasa hivi imetulia tunakwenda kuanza msimu. Wanakwenda kukosa ubingwa wa MBC kwa mara ya 6, unasikia Mangungu hafai. Lakini Mangungu sasa hivi ametulia. Umeona kocha Jeupe jana alijifanya? Umeona? Hivi wewe nikwambie, yule engineer alivyoanza ile pale press interview yake ile. Unaweza kufanya kiongozi wote wa Simba anaweza kubuni kile kitu? Hakuna, kwa sababu Simba inaongozwa na wastaafu. Mstaafu wala ubunifu tena. Aliweka tension kama rais wa klabu, saa 6, saa 5 kila mmoja kashika remote, tukaacha kuangalia ngumi, tukasema tunamsikiliza rais wa klabu ya Yanga anakwenda kuambia nini na Yanga. Tunamuombea sana rais wetu wa klabu, Mwenyezi Mungu ampe afya na ampe maarifa. Tunamhitaji sana ndani ya Yanga kwa sababu tunajua ni rais ambaye anafanya kwa mapenzi ambayo yako moyoni, hataki mbambambamba kama penzi. Wanasema usajili wa Simba ambao unaendelea ni wazi, wachezaji wanaonekaniwa wakitambulishwa na Cletus Magoli pamoja na Mohamed Dewji wakionyeshwa, lakini Mangungu haonekani, na timu inapoenda kufanya vibaya Mangungu ndo anaonekana. Mmeona zile picha zinavyoenea. Kwanza Simba waliomba katiba mpya, hilo likumbuke. Waliomba katiba mpya ili timu irudi kwanza Mangungu. Mungu sio Asumani. Waziri wa michezo Paul Makonda akapambana, katiba wakapewa. Lakini katiba wametia mchagoni yule ambaye anaonekana katiba itambeba, anaonekana na nguvu. Katiba imetiwa mchagoni, Mangungu sasa hivi yuko nyuma ya spika tu. Mziki unapigwa mbele kama nyuma ya spika, kwenye Simba yao wanafanya yake ndio kitaji. Mimi naamini Mangungu kwa sababu ana hela. Wewe kama una hela unataka wa mkubwa, lakini ukatumwa kuni. Wewe unataka kubisha kama una hela unaweza kutumwa kuni. Ndio wewe ni sehemu moja, wewe wa mkubwa mwenzako wewe mdogo, lakini wewe leo wa mdogo kama una hela utatumwa kuni, kama utawa mkubwa kama una utatumwa kuni. Yule mwenye hela atapewa mkeka, atakaa barazani. Kwa hiyo Mangungu anatumwa kuni. Yule anatumwa kuni. Hakuna uwezo kiongozi wa juu kama yule usajili ufanyika yeye yupo. Unaona hivyo unaniambia Magoli na Mangungu nani mkubwa kwenye timu? Magoli, lakini mwenyekiti wa bodi katiba inambeba Mangungu. Katiba inambeba Mangungu, sema ana hela. Wewe kama hela tukae nyuma spika tu. Kwa hiyo wanaisigina katiba yao. Washaisigina. Pale kuna ujanja tu. Yaani kwenye klabu ya Simba kwenye ujanja tu. Lakini wewe waache hivi, sisi tuendelee kuenjoy. Waache hivi kama alivyo. Wataka kuja kustuka Yanga wabingwa mara 10. Ni kama mnaogopa hivi usajili wanaofanya. Yaani mimi nilivyoangalia usajili wao wamechukua kina Mutale wawili. Wale wawili wale akina Mutale. Wale akina Mutale. Tepu ni ile, uchezaji ni ule. Ngoja tuone, lakini wale akina Mutale wajao. Wapi ambao wamemsajili jana sijui leo Dumbia. Yule Dumbia yule Dumbia kidogo si mrefu. Kuna wawili wamesajili wako vifupi kama kuku fulani hivi na chingukuru. Ngoja kuna kuku fulani mayai yao yanatagia chini. Ndio kama wale. Mimi na imani wale akina Mutale wajao. Wanasema na nyinyi mmesajili Mutale, lakini yuko wapi Mutale? Mutale anacheza Ufaransa. Sisi tunafanya usajili wa tumejifunza na makosa tuliyofanya. Hatuwezi kurudia makosa mara mbili. Yaani uongozi mara jana mwaka jana mchukua wachezaji ambao wale kutusaidia. Na mwaka huu tena wachukua wachezaji ambao hawawezi kutusaidia. Sio kweli bwana. Hiyo haiwezekani. Wanatamba mashabiki wa Simba kuna jitu linashuka baadaye hapo. Kaida mashabiki wa Simba hizi nyakati zao za furaha. Siku ya Simba Day usajili nyakati zao za furaha. Mwenyezi Mungu kidogo makao kawashikia ndo akachukua ile kombe akaenda kunya pale, lakini na imani tunakwenda kwa nyang'anya furaha ili msimu ujao waanze kupiga mikelele. Sisi kama klabu ya Yanga tunajiandaa kweli. Klabu ya Yanga inajiandaa kweli kuanza kwenye management ya uongozi, wanachama, mashabiki, tunakwenda kushindana kama tulivyoshindana mwaka jana. Nipe tofo yako sasa. Unaiona ligi inaenda kutamatika vipi? Nipe tofo yako. Tofo yangu. Kwanza nilikwambia kitu kimoja. Nafasi ya kwanza bingwa Yanga Afrika. Nafasi ya pili nawapa Azam. Nafasi ya tatu nawapa Simba. Ya nne nawapa Singida.
Kaandike hii. Kwa nini Singida? Na hapa nafasi ya 4 Singida kwa sababu timu yao mara nyingi inakuwa sio timu ya ushindani. Inasajili wachezaji wazuri lakini ushindani unakuwa mdogo. Unajua Azamu kuna watu wanakuletea mazoea. Azamu kila mwaka inasajili inafanyaje, lakini kumbuka Azamu wako serious kweli. Tajiri yuko serious na mwalimu wao anahitaji mafanikio. Yaani shida ya Azamu ndio iko hapo. Mwalimu wa Azamu sio mwalimu ambaye amekuja hapa kusagalami. Amekuja kutafuta matokeo katika timu ambazo alizotoka. Kwa nini atashindwa Tanzania? Hii chukua kipande karekodi msimu Simba nafasi yao ya tatu. Kwa aina ya timu waliokuwa nayo ile nafasi yao ya 3. Kwa sababu mimi nakwambia Azamu lazima atoke pale kwenye nafasi ya 3. Lazima aje juu. Aje kuitoa Yanga moja kwa moja, lazima aitoe Simba kwanza kisha ndo apande yeye. Yanga Afrika ndio bingwa nchi mara 6 mfululizo, tutachukua mara 10. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalia hilo jambo linawezekana. Mara 6 tena mara hii wakati ni mara 5 mfululizo. Tutachukua mara ya 6. Mara 6. Tutachukua mara ya 6. Wewe mwandishi naye koloni, mbona unielewi ninachokuambia? Sio ninachokuambia mimi. Sisi Yanga Afrika mpango wetu kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC kwa mara ya 6 mfululizo, kuhakikisha makombe ambayo tulipoteza mwaka jana CRDB na Muungano Cup kiarudisha kwenye mikono yetu. La mwisho kwenda klabu bingwa hatua ya robo finali. Rais wa klabu ndo kashaongea, sisi kilichobaki ni kusagia tu. Shukrani sana. Asante sana.